Ndugu zangu katika imani, awali ya yote nakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu katika jukumu zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah mtukufu kwa kutii na kufuata maagizo yake na kujiweka mbali na yote aliyotukataza. Kwa hakika kuishika njia hii mwana wa Adam ni min tariqi saadatihi fi dunya wal akhirah, ni miongoni mwa njia zinazomfanya mwanadamu kuudiriki utukufu katika maisha haya ya dunia, kadhalika kesho yaumul qiyama. Ya Rabbi, tujalie tuishi maisha ya kukuabudu wewe na kukutii wewe, kukunyenyekea wewe na kufuata kila kile ulichotuagiza na kujiweka mbali na yote uliotukataza. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala anatukumbusha katika suratu Dhariyati aya ya 56, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, kwa hakika sikuumba majini wala sikuwaumba wana wa Adamu nikawaweka kwenye hii dunia, bali lengo halisi la kuviumba viwili hivi ni kuniabudu mimi na si kinyume na hivyo. Allah hataki chochote kutoka kwa wanadamu wala kwa majini, bali Allah anachotaka ni viumbe hawa wasimame katika namna ya kumwabudu yeye, kumtii yeye na kutekeleza yote ambayo amewaagiza, ima kwa maamrisho au makatazo. Mwanadamu akisimama kutekeleza wajibu huu, hakika huwa ametimiza lengo la kuumbwa kwake. Ikiwa amesimama akatekeleza agizo hili la Allah tabaraka wa taala kwa kutenda yaliyo mazuri, bila shaka mwanadamu huyu amejikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, kujikurubisha ambako kutamgomboa yeye mwenyewe kesho yaumul qiyama. Na mwanadamu anapoghafilika akajiweka mbali na kutekeleza maneno haya ya Allah tabaraka wa taala, asiliishi agizo hili, mwanadamu huyu huwa ametanguliza ukorofi, ujeuri mbele yake Allah tabaraka wa taala, lakini yote anayoyatenda yatamgharimu mwenyewe kesho mbele yake Allah subhanahu wa taala. Mwenyewe Allah mtukufu anatuambia, man amila salihan falinafsihi, yeyote mwenye kutenda jema kwenye hii dunia anatenda kwa ajili ya nafsi yake. Waman asaa faalaiha, na yeyote mwenye kutenda uovu, mwenye kutenda baya, kadhalika anatenda kwa ajili ya nafsi yake. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, na kwa hakika Muhammad hakuwa Mola wako ni mwenye kudhulumu waja wake. Ndugu zangu, hutuba yangu hii ya leo inaikumbusha nafsi yangu kadhalika nafsi zenu, lakini najalia hutuba hii kadhalika kama ni mwongozo kwa baadhi ya ndugu zetu wa Tanzania ambao wamesafiri mwezi wa kwanza, mwezi wa pili huu kwenda tekeleza ibada ya umra katika miji miwili mitukufu ya Makka na Madina, ambako sasa kuna mamilioni ya Waislamu kutoka pahala mbalimbali duniani wakiitikia uwito wake Allah tabaraka wa taala
kadhalika muongozo wa mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwenda tekeleza ibada ya umra. Wakajipinda watu kwa khairati mbalimbali, ikawa mtu maisha yake kwa siku 10, 13, 15 haumkuti akiishika dunia katika yale ambayo hayana faida na yeye hapa duniani, kadhalika kesho yaumul qiyama. Ratiba ya mja imejikita kwenye ibada, takriban masaa 24 yanampitia yupo kwenye ibada, na si kinyume na hivyo. Anazidiriki sala 5 kwa fardhi, anadiriki sala za sunna, anadiriki funga za sunna, anadiriki khairati mbalimbali za kutoa na kusaidia. Muda mwingine kutumia akili yake ambayo Allah amemjalia, elimu aliyomjalia Allah tabaraka wa taala, kusaidia waja wa Allah na yeye kuwa amefanya jema au mema. Lakini swali la msingi, mwanadamu anapomaliza kutenda kheri, umemaliza we kuswali swala ya Ijumaa, amemaliza mtu kufanya kheri mbalimbali tena kwa wakati mmoja, kwa namna ya hivyo alivyofanya, anawezaje mwanadamu huyu akaishi katika namna ya kuendelea kudumu kutenda kheri hizi? Umemaliza kuswali Ijumaa, unawezaje endelea kuishi katika maisha ya kujilea na alasiri pia ukaiswali, na magharibi pia ukaiswali, na salatul isha kadhalika ukaiswali? Umeweza kufunga jana Alhamisi, unawezaje kujisaidia mwenyewe Jumatatu tena ukafunga? Umeweza jana kutoa sadaka, unawezaje kujisaidia mwenyewe ukaendelea kuwa ni mwenye kutoa sadaka? Umewezaje kutenda kheri mbalimbali ambazo Allah amekuwafikisha kuzitenda, ukaishi katika maisha ya kuendelea kutenda? Kwa sababu angazio lililo bora la mja mbele yake Allah tabaraka wa taala ni yule mja anaendelea ishi katika maisha ya kudumu kutenda mema, hata kama mema hayo yatakuwa kwa uchache. Yako mambo 10 ndugu zangu wameyadadavua ahlul ilmi kutoka kwenye Qur'ani kadhalika sunna sahihi za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ambayo tukiyashika tukayaishi yanaweza nisaidia mimi na wewe na mwingine katika waislamu wenzi wetu kuendelea kutenda mema baada ya kumaliza mengine katika mema ambayo umekwisha yatenda. Mambo 10 haya, jambo la kwanza kabisa ni azimatu sadiqa wa thabata alaiha, ni mtu kuweka maazimio ya kweli ndani ya nafsi yake, kuweka maazimio ya kweli ndani ya moyo wake, kuweka maazimio ya kweli ndani ya fikra zake, ndani ya akili yake, maazimio ya kwamba sasa mimi nitasimama kumwelekea Allah tabaraka wa taala kwa namna hii. Hayako maazimio peke yake yakatosha, lakini wathabata alaiha, na kuthibiti, kujizuia kuyashika maazimio hayo kwa kuhakikisha mja anaendelea ishi akidumu tenda ibada ambazo Allah tabaraka wa taala ameziamrisha kwake, na yeye ameazimia kusimama katika namna ya kutekeleza ibada hizo. Ibnul Qayyim, miongoni mwa wanawazuoni wema waliopata ishi katika hii dunia, anatuambia faman lam yakun lahu azima fahuwa naqisun. Yeyote katika waislamu anayeishi katika namna ya kumwelekea Allah akakosa maazimio, ana mapungufu. Unamwona anasali Ijumaa, alasiri hayupo, anasali alasiri
magharibi kwa sababu pengine kuna timu yake inacheza, anakwenda tazama mpira, hayupo msikitini, hana maazimio, ana mapungufu. Mapungufu yenyewe kuna muda utamkuta kwenye ibada, kuna muda hayupo. Bado hajakuwa na maazimio ya kweli ya kwamba mimi ninaazimia mbele yako Allah tabaraka wa taala, nitasimama zitekeleza sala 5. Ninaomba unisaidie. Akiweza azimia mja maazimio ya kweli, atasimama kutekeleza maazimio hayo. Ndio anasema Ibnul Qayyim, wa man kanat lahu azima walakin la thabata lahu alaiha fahuwa naqisun. Na yeyote ambaye anayo maazimio lakini asiwe na uthibiti wa kuendelea kuishi katika maisha ya kutenda maazimio hayo kwa vitendo, bado pia ana mapungufu. Muhimu mja ni kukusanya maazimio na kuthibiti katika kutenda mema. Akiwa mja na viwili hivi, hakika ameshika njia ya mafanikio. Hautomkosa kwenye ibada, hata kama ibada yenyewe ataifanya kwa uchache. Ndiyo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwa kuyajua haya, namna mja alivyoumbwa, anavyoishi, anavyotakikana ishi katika maisha ya kuazimia maazimio yaliyo mazuri mbele ya Mola wake na kuyasimamia, hakuacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuomba hili kila siku za uchayo katika maisha yake. Katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sunanu Ahmad, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama imethibiti akimuomba Allah tabaraka wa taala takriban kila siku. Anasema kumwambia Allah, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri, ewe Allah, hakika yangu mimi mja dhaifu mnyonge mbele yako, ninakuomba unithibitishe katika yale ninayo yaazimia, katika yale uliyoyaamrisha kwangu, katika yale ambayo mimi ni lazima kuyaishi. Akaendelea omba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wala azimata ala rushd, na ninakuomba ewe Allah uniruzuku mimi maazimio ya kuelekea kwenye uongofu tu, na wala si kinyume na hivyo. Ni juu ya anayefanya ibada, ili aendelee kuifanya ibada anayoifanya, sawa ni sala, ni funga, ni sala za sunna, sadaka na vinginevyo, basi aweke maazimio ya kweli mbele yake Allah tabaraka wa taala, na asimame kuyatekeleza maazimio hayo. Jambo la pili ni al-iqtisadu fil ibada. Aweza mtu akaweka maazimio na akayaishi, akayasimamia maazimio hayo, lakini wengi huchupa mipaka, huja na nguvu nyingi sana, nguvu ambazo zinawasababisha wanadumu kwa siku 5, siku ya 6 na kuendelea, mtu anashindwa kufanya ibada. Na hii ndio mazingira ya sisi kuzuiliwa kuwa na ghuluu katika dini. Unaichukua dini hasa, ukisimama umesimama, halafu kesho utashindwa. Ukifunga umefunga, halafu kesho utashindwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sahih Bukhari na Muslim, Mama Aisha radhi za Allah tabaraka wa taala anasema, suila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aliulizwa Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, ayul a'mali ahabbu ila Allah, ewe Mtume wa Allah, ni matendo yapi ya kiibada ambayo mja akiyafanya mbele yake Allah tabaraka wa taala, matendo hayo yanakuwa ni yenye kupendeka sana kuliko mengine? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ahabbu ila Allahi, matendo yanayopendeka kwa Allah tabaraka wa taala ni matendo machache
lakini yenye kudumu. Ni matendo yanayotendeka kwa uwezo wa binadamu usio wa kujichosha, lakini yawe ni yenye kuendelea na yasisite, yasikome. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuambia, ad-dinu yusrin, hii dini ya Uislamu ni dini nyepesi sana. Falan yushadda ad-dinu ahadun illa ghalaba, yeyote atakayechukua dini hii kwa jazba, akaichukua dini hii kana kwamba yeye ndio ameijua, ameitambua leo, anataka kila kitu cha kiibada akimalize leo, itamshinda kesho, hataweza endelea. Ni lazima mtu awe na iktisadi fil ibada, awe na mazingira ya kwenda kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Ameweza simamisha sala 5, aanze jitahidi kadhalika kusimamisha sunna kidogo kidogo. Akimudu za mchana atajamudu za usiku, na za usiku zenyewe akiweza basi alau asimame raka 2. Itakuja kesho kutwa atasimama 4, baada ya siku 8 atasimama 6, mwisho wa siku atazimaliza zote kidogo kidogo. Anayesimama kufanya ibada ili ibada isimkifu, ili ibada isimchoshe, ili ibada asifikie kwamba sitaki, aende kidogo kidogo. Ndivyo alivyoishi Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wamekuja vijana nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanawauliza wakeze Mtume, mama zetu, hali ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anapokuwa nyumbani. Wanaambiwa hufunga, lakini pia hula, anasimama usiku, anatekeleza haki za wake zake. Wanaona Mtume yu wapi bwana? Mtume amesharidhika, Allah ashamsamehe makosa yake yaliyopita na yajayo, pengine hakuna lolote kwake tena. Ndio maana mazingira ni haya. Mimi bwana, kwa mazingira haya siowi, maana ukioa mke anakushughulisha usifanye ibada. Nitajikita kwenye ibada tu, sitaki kushughulishwa na habari ya ndoa. Mwingine, mimi nitafunga tu, sitaki kula, habari ya kula inamshughulisha mtu, asifanye ibada. Mwingine, mimi nitasimama tu, hapana kulala. Hawa wote pamoja na maamuzi ambayo mimi na wewe tukiyasikia tunawaona wako kwenye usahihi, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipopata ripoti zao, alirudi msikitini akahutubia masahaba zake. Akawaambia, nini habari ya watu ambao wanasema mtu akioa inakuwa ni sababu ya kushughulishwa asiweze kufanya ibada? Mwingine anaona akiacha kufunga, mazingira ya yeye kula ni kumshughulisha asiweze kufanya ibada ya funga. Akampangua mmoja baada ya mwingine kuwa wako kwenye msimamo usiofaa, na akawaambia, faman raghiba an sunnati falaysa minni, mimi ni Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mwanadamu kama ninyi, wahi unashuka kwangu. Hakuna mtu katika umma huu anayeweza nizidi ucha Mungu wala elimu ya kumtambua Allah tabaraka wa taala, lakini mimi na wake natekeleza haki za wake. Mimi ni binadamu, napatwa na hisia za kusinzia, nasinzia na lala, ninaamka ninaswali, ninafunga na ninafungua, ninakula. Atakayejiweka mbali na huu mwenendo wangu si katika mimi. Ibada lazima iwe na iktisadi, ndio ibada itamwezesha mwana wa Adamu kuendelea dumu na kuiishi ibada hiyo. Lakini jambo la 3, ndugu zangu katika iman, ni qiraatul Qur'an. Ni qiraatul Qur'an bitadbiri maaniha, kuisoma Qur'an kwa kuzingatia maana yake Qur'an, wa taaqul alaiha, lakini pia kuwekeza akili katika kuifahamu Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo katika umma huu ni muujiza.
Tena si muujiza peke yake, almu'jizatul khalida, ni muujiza ambao utaishi ila an taquma saa. Hakuna mwanadamu anayeweza ishika Qur'ani akaichezea kwa vile anavyohisi yeye kwa akili zake. Ni maneno ambayo Allah aliyateremsha karne ya 7. Leo tuna miaka 1445. Hakuna mwanasayansi hata mmoja katika wanasayansi tunaoishi nao leo aliyeweza kuikrash Qur'ani kwa akili zake, bali wote wamesarenda. Kila kinachosemwa na Qur'ani ndio muongozo sahihi wa mwanadamu. Na ni kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni muongozo ulio imara kwa mwanadamu. Ni muongozo ambao mwanadamu akiushika hayumbi wala hatetereki. Qur'ani unapoisoma ndugu zangu, inakupa habari za watu waliopita. Sababu gani iliyopelekea wakafikia kuwa na mazingira yale yaliyowatokea. Qur'ani mathalan inamueleza Ibilisi aliyelaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Ni kwa nini alilaaniwa? Sababu kubwa, kiumbe hiki ni kiumbe kilikuwa kicha Mungu, anatii na kutekeleza maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kipi kilichomuingiza kwenye laana? Akawa ni mwenye kuendelea kulaaniwa mpaka kiyama kitasimama. Ni kibri, jeuri, kujiona. Kibri, jeuri, kujiona. Dhambi inayoishi katika maisha ya wengi miongoni mwa wanadamu leo. Wengi miongoni mwa wanadamu wanaishi na kibri, wanaishi na jeuri, wanajiona. Huu ni mtihani mkubwa mno. Ukisoma Qur'ani inakulainisha, inayeyusha kibri chako, inayeyusha jeuri yako, inaondosha maringo ulionayo. Ni nani wewe? Ni nani hata unaringa unajiona? Nani wewe? Miaka 40 iliyopita sikuwa wewe ulitoka kwenye kifua cha mwanamke na mwanamume? Sikuwa ulikuja kupitia maji ambayo wawili hao walipokutana na kuyatoa hayo maji hakuna hata mmoja baadaye alitamani kuyatazama? Si wewe? Si wewe ndiye ambaye hatua za kutoka maji ziliendelea kubadilika kwenda tone la damu, kwenda pande la nyama, na hatimaye ukavikwa mifupa? Ultrasound leo zinamuonesha mwanadamu akiwa katika tumbo la mama yake, utamani kumtazama. Hautamani kumtazama. Hana tofauti mwanadamu na paka, panya. Halafu mwanadamu analetwa kwenye hii dunia. Ni kwa nini hata watu muda mwingine wanakataliwa kushuhudia namna mtu anazaa? Kwanza kile kiumbe chenyewe kinachokuja duniani hakuna mtu ana haja ya kukitazama. Mama wa mzazi, yani mama wa huyo mtoto, ndiye anatazama kwa uchungu alioubeba. Mwingine anatazama kikinyaa. Mwanadamu dhalili, dhaifu, mnyonge kabisa, asiye na hali wala mali. Huyu mwanadamu Allah amemkuza kwenye hatua hizo alizozipita mpaka anafika miaka 40. Jeuri kwa Allah tabaraka wa taala anaipatia wapi? Kibri mbele yake Allah tabaraka wa taala hata kinamsababisha asisimame kutekeleza nyajibu za Mola wake, anazipatia wapi? Ibilisi alilaaniwa na Allah tabaraka wa taala, aba wastakbara. Hamna dhambi nyingine alifanya. Alikataa maagizo ya Allah, akafanya kibri, akajiona yeye ni bora kuliko Adam. Unaishi kwenye hii dunia, wewe unajiona bora kuliko mwanadamu mwenzi wako. Pana tofauti gani kati yako wewe na huyo mwenzako? Jeuri ni kwa sababu ya pesa alizokuruzuku Allah. Kwani ulikuwa nazo kabla hujakuwa nazo? Jeuri ni kwa sababu ya elimu aliyokupa Allah tabaraka wa taala.
Kwani elimu hiyo ulikuwa nayo kabla hujakuwa nayo? Au jeuri kwa sababu ya nafasi ya uongozi aliyokukirimu Allah tabaraka wa taala, muda mwingine unajisikia kuwajibu watu wako wa chini hovyo vile unavyojisikia? Uongozi huo ulikuwa nao kabla hujakuwa nao. Akirudi mtu kwenye Qur'ani akaisoma Qur'ani, anayajua haya. Inawezekana ukawa mtawala jeuri, kibri sana, unajiona wewe ndio wewe. Ukisoma Qur'ani utakuta kuna watawala waliopata tawala kwenye hii dunia, hata iweje, hata ufunguliwaje huwezi kuwafikia. Firauni, laana za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, ni miongoni mwa watawala waliopata ishi kwenye hii dunia, wakawa na fedhuli ya hali ya juu mno, hata kutamani kujenga mnara kwa sababu ya utawala, ya nguvu ya utawala alionayo. Akamchungulie Mungu wa Musa na Harun, lakini yapi alimtokezea? Yapi yalitokea kwa Firauni, laana za Allah zipo pamoja naye? Aliangamizwa ndani ya maji, aliangamizwa ndani ya maji. Anajiona ni mtawala mwenye nguvu na kila kitu, anaangamia ndani ya maji, hawezi ogelea. Maji yanamuua kidogo kidogo. Wakati anakunywa maji funda la kwanza, linakwenda funda la pili, anaona asarende. Sasa nimemwamini Mungu wa Musa na Harun. Allah tabaraka wa taala anamwambia al-ana wa qad asaita qablu. Sasa hivi unakumbuka kurejea wakati ushaasi sana huko nyuma? Umepotea. Ukisoma Qur'ani inakupa habari zilizopita, hata habari za wakati wa uhai wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wako wapi kina Abu Lahabi waliokataa Uislamu, walioikataa haki kwa sababu ya nguvu za madaraka walizokuwa nazo, kwa sababu ya nguvu ya mali waliokuwa nayo, kwa sababu ya wingi wa watoto waliokuwa nao? Wako wapi? Wako wapi? Qur'ani itakurudisha kuendelea ishi maisha ya kumwabudu Allah. Wangapi leo katika Waislamu wameifanya Qur'ani ndio kitabu cha kukisoma na wala si kinyume na hivyo? Tuna habari nyingi sana kwenye vifua vyetu na kwenye memory za akili zetu kuhifadhi matamthilia na tunzi mbalimbali za vitabu mahadithi yanayosimuliwa na binadamu yasiyo na faida yoyote ile. Lakini hatuna Qur'ani kwenye memory zetu, hatuna Qur'ani kwenye vifua vyetu, bali Qur'ani si nyepesi kusomwa na vinywa vyetu. Ni maisha ya kawaida ya mtu anayejiita Muislamu leo. Ili uendelee ishi katika maisha ya kudumu kutenda ibada, isome Qur'ani, ilainishe moyo wako, ikukumbushe, ikupe mawaidha, ikuongoze. Si hivyo ndugu zangu? Jambo la 4 ni al-iktharu min tadhakkuri al-mauti. Jambo la 4 katika mambo yanayoweza msaidia mja aendelee kumwabudu Allah kidogo kidogo mpaka siku malakul mauti anakuja chukua roho yake, ni kuendelea kukikumbuka kifo. Mwanadamu anabeti siku zote ndio maisha yake. Mwanadamu mvutaji mkubwa wa bangi, mwanadamu ni mzinifu sana, mwanadamu ni mtendaji wa muharamati mbalimbali. Maana yake akili yake imeghafilika na umauti. Hajui kwamba kesho atakufa au baadaye atakufa, na baada ya kifo kitakuja kiyama. Watasimamishwa watu, watalipwa kwa matendo wanayoyatenda kwenye hii dunia. Anatenda yapi ambayo yatamgomboa na adhabu za Allah? Kwa kulitambua hili, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuambia, akthiru min dhikri hadhi min ladhati, kithirisheni sana kukikumbuka kikataji raha za dunia, kikataji cha starehe za dunia. Hakuna kingine isipokuwa kifo. Kila mmoja ndugu zangu aishi akidhania baadaye, baada ya masaa mawili mauti utakuwa na yeye. Atakuja kwake malakul mauti,
nini amejiandaa kwa ajili ya umauti, nini amejiandaa kwa ajili ya kaburini. Ukiweza kikumbuka kifo, utakuwa ni mja mwema daima wa kuendelea kutenda mema. Lakini jambo la tano ndugu zangu ni suhbatul akhyar. Suhbatul akhyar, kuamiliana, kushirikiana, kufungamana, kutembea, kuwa pamoja na watu wema. Rafiki uliye naye ni mvuta sigara, lazima utavuta sigara. Hata kama hutoivuta sigara ndani ya mwaka mmoja, lakini baada ya miaka miwili utavuta sigara. Rafiki uliye naye ni bingwa wa kula mirungi, utakula mirungi tu. Hata kama hujala mirungi leo, lakini maadamu uko naye utakula. Rafiki uliye naye ni mlapariki, tambu, mnywa pombe, iko siku na wewe utafanya hivyo. Na usipokunywa kwa kunywa, utakunywa kwa kumsindikiza ba. Wangapi muda mwingine unawaona watu wameshuhurika kuswali sala 5, lakini bado wanapatikana ba, marafiki zao wako ba. Ukiwa na rafiki mzuri, yule ambaye anakuambia sasa hivi muda wa sala, ndugu yangu hiki usifanye ni haram, twende tukafanye hivi, kuna kheri fulani ya kufanya, bila shaka utaendelea kufanya mema. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatukumbusha, akatuambia, mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil khair. Mfano wa kukaa na mtu mwema na mtu mbaya, mfano wa kukaa na rafiki mzuri na rafiki mbaya, ni mfano wa kukaa na muuza mafuta uzuri na mfua vyuma. Ukikaa na muuza mafuta uzuri utanukia vyovyote vile, ukikaa na mfua vyuma utanuka jasho vyovyote vile. Ni lazima tuangalie walio kuliani kwetu, koshotoni kwetu, mbele yetu, nyuma yetu, katika wakaribu wetu ni kina nani, ni watu wenye sifa gani mbele yake Allah tabaraka wa taala. Jambo la 6 ni at-ta'arruf ala siyari sahaba wasalihin, ni kuitazama historia ya masahaba na wema waliopata ishi kwenye hii dunia. Unaishi wewe leo kijana wa miaka 25 30, bingwa wa kunyoa kiduku, meno yako yamechakaa kwa kunywa pombe, kwa kuvuta bangi, kwa kuvuta sigara, kwa kula pariki, kwa kula ugoro, yamechakaa meno yako kwa kula mirungi. Una makovu chungu nzima mwilini kwa sababu ya tabia za ukabaji unazozifanya, unakosokoswa na watu mpaka kuchomwa moto. Miaka 25 ndani ya Uislamu, tena Uislamu wenyewe umeurithi kutoka kwa baba na mama. Lakini rudisha historia nyuma. Rudisha historia nyuma. Wakati kinywa chako kimehifadhi matusi zaidi, manyimbo ya matusi zaidi, ya waimba miziki wanaonyoa viduku, wanavaa katakei, wanavaa mabangili, na wengine wanaonekana wana majina ya Kiislamu, na muda mwingine wanaonekana wamevaa kanzu na wanaingia msikitini, lakini wanavaa pia mamisalaba. Nenda kawatazame vijana wa kisahaba walioipigania hii dini, namna walivyoiacha dunia wakaishika akhera kama wanaiona. Osama ibn Zaid, kijana mwenye umri wa miaka 18, anaaminiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yeye ndiye anafanywa mkuu wa jeshi la Uislamu linaloandaliwa kwenda pigana na Wafursi. Ndani ya jeshi hilo yuko komando Abu Bakar, yuko komando Umar, yuko komando Ali, Uthmani na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miaka 18 inatosha kuifanya CV yake itakate peponi. Yuko duniani. Wewe, mimi na wewe, tuna kipi ambacho tumekifanya? Si peponi, hapa duniani tu CV yako kutakata katika midomo ya watu. Kama si bingwa wa kubeti mtaani kama wewe, hakuna. Unapoenda kubeti ukaliwa huko na kuja kuiba masufuria ya watu, nguo za watu walizoanika ili upate pesa ya kwenda kubeti. Tazame Khandala, ghasilul malaika,
sahaba kijana mdogo chini ya miaka 20. Inanadiwa vita vya Uhudi, Khandhala akiwa yuko ndani ya honeymoon. Tena honeymoon yenyewe kakutana na mke wake, anasikia haya ala aljihadi, hata muda wa kuoga janaba anaona haupo. Anachukua silaha zake, mwanaume wa shoka, anakwenda vitani pambana. Miongoni mwa wanaokufa ni Khandhala kijana mdogo. Hakutazama uzuri wa mkewe na raha ya ndoa mpya, ameitazama akhera. Zinaokotwa maiti za mashahidi baada ya vita. Khandhala anakutwa mwili wake una matone ya maji. Watu wanashangaa, wanarudi kwa Mtume kwenda tafuta fatwa, huyu ni nini? Mtume anawaambia huyu ni ghasilul malaika. Khandhala alikuja pigana wakati ambao ametoka kutana na mkewe. Nanyi mnajua siku chache zilizopita kaoa, alikuwa kwenye fungate. Amekuja pigana akiwa na janaba. Anaona nitachelewa mimi kwenda pambana kupeleka mbele Uislamu. Baada ya kufa malaikatur rahmani wamechukua jukumu la kumkosha. Anakoshwa duniani chini ya miaka 20. Mimi na wewe miaka 25, 30, 40. Kipi tulichokifanya ambacho chaweza takatisha si kesho ya yaumul qiyama peponi, lakini kwenye makaburi yetu tu? Muangalia Abdullah ibn Abbas, kijana mwenye umri wa miaka 13, Qur'ani yote ipo kichwani na ni bingwa wa kuifasiri Qur'ani. Masahaba wakubwa wazee wanarejea kwake kwenda sikiliza fafanuliwa baadhi ya maana za aya za Qur'ani. Na wewe umehifadhi kiasi gani cha Qur'ani mpaka leo? Ni lini uliwahi kufikiria kuweka maazimio ya kukaa chini darasani uisome dini yako, uitambue dini yako? Mwangalia Ali ibn Abi Talib, wakati Mtume anahama kutoka Makka anakuja Madinatul Munawwara, ni kijana mwenye umri takriban wa miaka 17, 18. Alikubali kufidia yeye kulala kwenye kitanda cha Mtume, wakati nyumba ya Mtume imezungurukwa na majangili wa vijana wa Kikuraishi ili wamuue Mtume. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamwambia, utalala hapa, mimi nitoke ili wajue mimi bado nimelala kitandani. Ali anasema bila mashaka, mimi na wewe tuko tayari. Unatusiwa Uislamu na kukejeliwa kwa kiasi gani na waja wa Allah. Hatusemi ukawapige, lakini kuumia ndani ya moyo wako mara ngapi? Majitu yanaleta mabaa kwenye makazi ya watu, yakapiga miziki, wakaja na mabinti wanaojiuza. Mazingira hata ya kuonesha kuchukia hakuna, ndio mnawapenda, mnakuwa pamoja nao. Wakipelekwa kwenye vyombo vya serikali vya kutafuta mazingira ya kuweka sawa, ndio mnaenda kuwa watetezi wao. Wamekubebeni kwa sababu ya shilingi 10,000, 20 uende ukatetee, wala hatukeri huyu. Vitu vinastaajabisha. Haumkuti mtu asiye Muislamu anatetea ushenzi unaofanyika kwenye maisha ya watu, lakini yule mwenye jina la Kiislamu ndio unamkuta yuko kwenye utetezi wa haya, mpaka unastaajabu mazingira yakoje. Uislamu unautumikiaje we kwenye hii dunia? Kama huwezi chukizwa na yanayofanywa na mabaa haya ya kupiga miziki minene usiku kwa sauti za kwenda katika nyoyo za watu. Kuna watu wangapi pasina kujitambua wamepata maradhi ya nyoyo kupitia miziki hii? Wakaja na mabinti wanaojiuza uchi, halafu unacheka na hawa watu, unafurahika na hawa watu, uko pamoja na hawa watu, wewe ndio unaenda kuwa mtetezi wao. Ni maisha watu wanaishi nayo, wanasema Waislamu, lakini watazame Waislamu wa kweli. Haikuwachukua kwa Allah lawama ya yeyote mwenye kulaumu. Asma binti Abi Bakar Siddiqi, binti mwenye umri wa miaka 27, ndiye aliyekuwa mratibu mkuu wa hijra ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kutoka nyumbani kwa Abu Bakar
mpaka katika pango la Thauri ambapo mtume kajificha na Abubakar Siddiq, baba yake mzazi. Anatembea saa 8 usiku, safari ya mashaka, akitazama pande zote isijekuwa majangili wa Kikuraish wanatuona wakajajua sisi baba yetu na mtume wako wapi. Binti wa Kiislamu leo anachokiweza yeye ni kuvaa mini sketi inayoonesha mapaja yake na uchi wake na kutangaza kwa watu, njoni muchukue uchi bure. Ukienda uliza gharama ya nyama ya ng'ombe leo ni kubwa sana kuliko nyama iliyo katika mwili wa binadamu, ambaye ni binti wa Kiislamu. Mtachukia vyovyote, mchukie potelea kote, maana kila mmoja ataenda kaburini peke yake. Haya maisha tunaishi nayo, wanatembea watu na mini sketi, mapaja yako wazi, wako uchi, mabinti wa Kiislamu. Kina Asma miaka 27 wamejitoa muhanga kuupigania Uislamu. Muangalie Khadija bintu Khuwailid, mwana mama ni multi-billionaire katika matajiri wa Makka. Uislamu unamkuta ni multi-billionaire, siku anaenda kaburini pesa zote ameziweka kwa Allah. Tazame mwanamke wa Kiislamu leo, maisha anayoishi nayo, matendo anayoyafanya, anayajua yeye na Mola wake. Ukimkuta si mzinifu ni mchawi, ukimkuta si mchawi ni mtendaji wa machafu mengi kwa njia ya wazi na njia iliyofichikana. Na akisimama mtu kusema, maana yake ana chuki. Ukikutana naye anakupa kisogo, potelea kote, twende hivyo hivyo tutafika. Mtazame Abdurrahman ibn Auf, sahaba aliyehama kutoka Makka kwenda Madinatul Munawwara. Akiwa hana kitu, anachukuliwa na Ka'b ibn Malik Ansari, anamstiri nyumbani kwake. Tena anamuuliza, mtume ametupa jukumu la kukusimamieni, kukuleeni, mmekuja hamna kitu. Mimi na nyumba 2 ndugu yangu na wake 2. Chagua mke mmoja kati yao 2 unayempenda, yani anayekufurahisha, mimi nitamwacha wewe muoe, ili na wewe upate mke, na ukishaoa maana yake nitakugaia nyumba yangu moja. Kama ni vijana wa leo, Muislamu wa leo wapenda 9:14 wa Korinto, toa ndugu toa, maana yake utaruka na utajiona katika watu wenye bahati siku hiyo, hakuna kama wewe. Leo mtu anakuja na kuomba 1000 tu, naomba 1000 tu, lakini 1000 hii unaiona ndogo, unampa, hakuombi wewe. Target yake ni watu 30 kwa siku. Kwa hivyo kila siku anaingiza 1030 kwa maneno tu ya sekunde moja, naomba 1000 tu. 1030 mara 30 ni 900,000. Hata mwalimu aliyeajiriwa shule ya sekondari, sio ya msingi, ya serikali, mshahara huo upate. Mwanaume anaupata kwa 9:14 wa Korinto, kuomba tu. Abdurrahman ibn Auf anamwambia Ka'b ibn Malik, nyumba yako baki nayo, mkeo pia bakia nayo. Mimi alhamdulillah, Allah amendiriki, ameniruzuku mikono, nina macho, nina miguu, nina akili. Naomba unioneshe soko liko wapi. Allah alimruzuku huyu mtu kuwa ni bingwa wa kuangalia fursa za kutokea kimaisha ni zipi. Unakaa unawaza kubeti ndio utoke kimaisha. Amekaa mtu huko, mshenzi mmoja ameandaa kubeti, yani ameandaa pesa, anazizungurusha, anajua mimi watu 500 watachangia kiasi kadhaa, nitampa mtu mmoja, wengine wote nitakula pesa zao. Unafikiria wewe utaweza kutajirika? Nani alitajirika kwenye dunia kwa njia ya kamari? Nani? Una degree yako, unatembea unajiona wewe mjanja. Ni mjinga mpumbavu usiyekuwa na akili. Bingwa wa kuchangamkia fursa anaenda angalia soko la Madina lina mahitaji gani. Halafu baada ya muda mchache Abdurrahmani ana mtaji wa shoka, wa panga, anaanza na kuleta kuni, hatimaye anakuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa kuleta zana mbalimbali zinazotumika mpaka hata na wafugaji wa ngamia, yani mifuko ile ya kubebea mizigo juu ya ngamia, vyote analeta kutoka mbali, analeta anauza. Akawa ni mtu tajiri sana.
kwa utajiri wake ndio alikuja kusimamia wakeze mtume baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufa. Kila mke wa mtume wake 9 walikuwa wanahudumiwa maisha yao ya kila siku kutoka asubuhi mpaka jioni, mpaka alipokufa Abdurrahman ibn Auf. Yeye ndio alikuwa anasimamia. Na wakati anakufa anaacha maelezo kwenye mali yangu, kila mke mmoja wa mtume aliye hai apewe dirham 100,000. Kipindi hicho ni pesa nyingi sana za kuwatoa kimaisha. Umekusanya mapesa yako umeyaweka ndani, hutaki toa. Sababu kubwa ni nini? Umekuwa uko mbali na ibada, kwa sababu hautazami historia za hawa wema waliopata ishi kwenye hii dunia. Mshairi anasema tashabbahu illa mtakunu mithlahum, jifananisheni na hawa hata kama hamtofikia imani waliokuwa nayo kina Khandala, kina Abu Bakar, kina Asma na wengineo. Lakini inna tashabbuha bil kirami falahun, hakika ya kujifananisha na wema ni kufaulu na kufuzu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ewe Allah, tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao tunasikia nasaha njema na tunazifanyia kazi. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أحبة في الله، بمرة ثانية أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili na kariri usia nafsi yangu kadhalika usia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah mtukufu kwa kutenda mema na kujiweka mbali na mabaya. Ndugu zangu, hutuba yetu inakumbusha mambo 10 ambayo mja akiyatenda inakuwa ni kisaidizi kizuri kwake yeye cha kuendelea kutenda mema. Na tunakwenda katika jambo la 7 ambalo ni ad-du'a wa su'alullah athabati wal istimrar ala al-amali salih. Ni kumuomba Allah, ni dua na kumuomba Allah tabaraka wa taala azidi kukudumisha katika kutenda mema, na daiman Allah tabaraka wa taala akuruzuku mwisho mwema. Na haya hatusemi kwetu sisi peke yake, bali walitutangulia wema katika mitume wa Allah. Walianza wao muomba Allah tabaraka wa taala juu ya haya, kwa kujua mwanadamu anafuatwa, anarandwa na shetani na ibilisi. Ikiwa atajisahau ibilisi anafanikiwa. Ili isiwe hivyo, ni lazima mtu asimame katika namna njema ya kumuomba Allah tabaraka wa taala, ili Allah amthibitishe kwenye ibada. Allah mtukufu anatuambia katika suratu Al-Imran aya ya 8, wema katika wema walioishi nyuma huko wanaomba kumuomba Allah tabaraka wa taala, wanasema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ewe Mola wetu usizipotoe nafsi zetu, usizipoteze nafsi zetu baada ya kuwa tayari umekwisha ziongoza katika haki. Kwa hivi tulivyo na tunavyoishi, wahab lana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka kwako rehma, tupe huruma yako Allah tabaraka wa taala, innaka antal wahhab, hakika yako wewe Allah ni mtoaji, hakuna mwingine isipokuwa mtoaji wewe. Mitume wa Allah wanamuomba Allah tabaraka wa taala aendelee kuwadumisha, aendelee kuzilea nyoyo zao ziwe ni zenye kutenda mema. Mimi na wewe vipi? Mimi na wewe vipi? Ikiwa mtume wa Allah ambaye Allah amemfanya kuwa ni maasumun anasimama kuyaomba haya, mimi na wewe vipi? Lakini rudi kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika riwaya iliyothibiti ndani ya Sunan Tirmidhi, mtume kanuni ya maisha yake kila siku miongoni mwa dua alizokuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala, alikuwa akisema, akimwambia ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ewe Allah mgeuzaji wa nyoyo, ambao jana nyoyo ilikuwa inafanya ibada, leo inafanya maasi. Nyoyo leo inafanya maasi, kesho inafanya ibada. Ewe Allah mgeuzaji wa nyoyo, thibitisha moyo wangu mimi Muhammad katika dini yako.
Huyu ni mtume ambaye Allah tabaraka wa taala amemsamehe makosa yake yaliyopita na yajayo. Maisha ya kila siku, akiamka asubuhi haachi kumuomba Allah tabaraka wa taala, akilala haachi kumuomba Allah tabaraka wa taala, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Mimi na wewe vipi? Si hivyo ndugu zangu katika imani? Siku moja mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alimshika Muadh ibn Jabal akitoka msikitini katika mkono wake, akamwambia, ya Muadhi, wallahi inni la uhibbaka, wallahi inni la uhibbaka. Ewe Muadhi, hakika mimi ninaapa kwa Allah ninakupenda. Ninaapa kwa Allah tabaraka wa taala, mimi ninakupenda wewe. Muadh ibn Jabal anathibitishiwa kuwa yeye anapendwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Halafu kisha mtume anamwambia, usika ya Muadh, ninakuhusia ewe Muadh, usiaua. Uendi kwa Muadhi peke yake, unaenda kwa kila aliyeamini katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tada'anna fi duburi kulli salatin, usiache katika kila mwisho wa sala, katika adhkari unazozileta usiache kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ewe Allah, hakika yangu mimi nakuomba unisaidie katika kukutaja wewe, niendelee kuwa ni mwenye kudumu kukutaja wewe. Nisaidie ewe Allah, mimi niendelee kudumu kuwa ni mwenye kukushukuru wewe kwa kutenda matendo mazuri. Ewe Allah, ninakuomba unisaidie mimi niishi katika hii dunia hali ya kuwa niendelee kuwa ni mwenye kutenda mema. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anamuhusia Muadhi ibn Jabal usia huu, asiache kuyaomba haya kila mwisho wa sala. Kila mwisho wa sala, kwa uchache tu ni mara 5 kwa siku. Jambo la 8, almuhafadhatu ala nawafil, ni mtu kudumu kutenda ibada za sunna. Usisali fardhi peke yake. Sala za sunna zinakuja funika, ziba mashimo yaliyopatikana kwenye sala za fardhi. Ndani ya sala tunauza, tunanunua, tunalipa madeni, tunakopa, michongo yetu mbalimbali tunaifikiria kwenye swala. Sala ya sunna ikija inakuja kufunika haya. Akatuwekea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunanur rawatib, rakaa 12 akiziswali mja kila siku anakuwa amejenga nyumba peponi. Unaishi chumba cha kupanga kimoja, haujaweza bado kujenga kwenye hii dunia, lakini waweza jenga nyumba peponi, si duniani. Kila siku pamoja na kuwa duniani hapa umepanga chumba kimoja. Raka 2 kabla salati al-fajr, raka 2 tena 2 kwa maana ya 4 kabla salati adh-dhuhri, raka 2 baada salati adh-dhuhri 10, raka 2 baada salati al-maghribi, raka 2 baada salati al-isha, raka 12 akiziswali mja kila siku amejenga nyumba peponi. Iko salatul awabina, swala ya watu wema, swala ya wacha Mungu. Haiswali ila yule aliye mwema kwa Allah tabaraka wa taala. Tena imesimama katika usia aliyohusia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwa sahaba wake kipenzi Abu Huraira. Na usia ni kwetu sisi sote. Sunnati dhuha, raka 2 kila siku. Jua linaponyenyuka kiasi cha mkuki likaenda mpaka kubaila salati dhuhuri. Nani anakumbuka kuiswali sunnati dhuha? Na sunna nyinginezo, tahajjudi, sunna za usiku. Nani anakumbuka kusimama na sala za sunna? Ukimaliza sunna za sala, sunna za funga, Alhamisi, Jumatatu, masiku meupe. Ukimaliza kuna nawafilu sadaqa, kuna sadaka za sunna, nazo ukasimama kuzitoa. Zote hizi zinaziba mashimo yaliyopatikana kwenye ibada zako za fardhi. Akidumu mtu kutenda hizi, hakika ni kisaidizi kizuri sana ambacho kinamfanya kuwa karibu na Allah, na mja anapokuwa karibu na Allah bila shaka ameridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Jambo la 9 ni al-iktharu min dhikrillah wal istighfar. Mtu anaweza jisaidia endelea kutenda mema kwa kuhakikisha anakithirisha mtaja Allah tabaraka wa taala na kumtaka msamaha kwa makosa mbalimbali. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama
kwa siku anatuambia alikuwa akimtaka msamaha Allah tabaraka wa taala mara 100 na zaidi. Mimi na wewe waja tulio madhaifu, wanyonge na kila kitu, hatuna kumbukumbu ya kumtaka msamaha Allah, bali kumtaja Allah kwetu sisi imekuwa ni vigumu. Kutoka asubuhi mtu mpaka analala, yeye anaowataja ni wacheza mpira wanaotembea uchi uwanjani kushindana kuutafuta mpira mmoja. Amewahifadhi, anawajua, anawaelezea, ndio kisemi cha mdomo wake kila siku, hana kisemi kingine. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tunusuru na atuepushe na haya. Jambo la 10 na la mwisho ni al-bu'du anil maasi. Linaloweza msaidia mja katika mambo 10 endelea kufanya ibada ni kujiweka mbali na maasi. Kujiweka mbali na maasi. Upo hapo kijana, huna mke, una mke, lakini pamoja na hivyo una uchochoro mwingine mmoja, una michochoro miwili. Nafsi yako inajua zaidi ninayoyasema kuliko mimi. Bali linsani ala nafsihi basira. Inawezekana hakuna anayekuona, lakini Allah anakuona na wewe mwenyewe unajua. Ukianza kukaa ukafikiria mbona nimetoka sasa hivi kuzini, sasa si haina haja ya kuswali. Acha zina. Acha zina. Acha kuvuta bangi. Acha kunywa pombe. Acha kucheza kamari. Acha kutamani kupata utajiri mpaka unakuwa mchawi kijana mdogo. Acha ushirikina. Acha ya haram, jiweke mbali na ya halali, jiweke karibu na ya halali. Jikurubishe kwenye ibada. Itakuwa ni sababu kwako wewe ya kuendelea kutenda mema, na mwisho wa siku malakul mauti akija atakukuta kwenye mazingira mazuri, na hitamu yako kwenye hii dunia itakuwa ni miskuni. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie mwisho mwema. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba uijalie nchi yetu ya Tanzania amani, ipambe amani ya kweli na utulivu. Ya Rabbi, tunakuomba utuondoe na utukwamue na mkwamo wa maisha magumu ambao umeelemea kwa Watanzania wengi. Ya Rabbi, sukari ni shida kwetu sisi, tunakuomba sahalisha. Ya Rabbi, umeme ni shida kwetu sisi, tunakuomba usahalishe yote haya. Ewe Allah, dola ni shida kwetu sisi, sahalisha zipatikane kwa wenye kuhitaji. Ya Rabbi, riziki kwetu sisi ni ngumu, zifanye riziki zetu kuwa nyepesi. Ewe Allah, jalia wenye elimu zao walizosomea mambo mbalimbali wapate kazi kwa mujibu wa elimu zao. Wale ambao wana makampuni hawapati kazi, waruzuku kazi, waweze ajiri wengine wasio na kazi. Ewe Allah, tunakuomba umpambe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na huruma kwa Watanzania na imani kwa Watanzania. Awatazame Watanzania akijua ya kwamba mzigo wa mafanikio ya hawa binadamu uko kwenye kichwa chake. Ya Rabbi, mpambe na huruma, mpambe na maono, aweze kuwatendea Watanzania yale yenye kheri na wao na wala si yenye shari na wao. Ya Rabbi, mruzuku imani mama yetu, mruzuku ukweli mama yetu, mruzuku upendo mama yetu, na muepushe na kila mabala. Mfanikishe katika dhamira ya uraisi wake kwa yale ya kheri anayoyakusudia. Mweke karibu kila aliye na kheri na yeye, na mweke mbali na kila aliye shari na yeye. Ya Rabbi, wajalie wasaidizi wake watende yale ambayo yeye anayakusudia. Watanzania wana malalamiko mengi kwenye maisha yao. Kuna dhulma zilizokithiri kwenye maisha ya Watanzania. Kuna uonevu uliokithiri kwenye maisha ya Watanzania. Wasaidizi hawa wa rais wasimame kutatua kero za Watanzania kwa lengo la kukuogopa wewe na kutafuta radhi zako. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر